Mimi natoa ndoano, sitoi samaki. Kazi yangu ni kukufundisha uvue. Kazi yangu sitaki mwana Ilemela apige mizinga. Ilemela we! Tunataka kila mmoja atoboe katika kipindi changu cha miaka 5. Leo tunakwenda kukabidhi mikopo kwa mamalishe zaidi ya 400 awamu ya kwanza. Mamalishe mpo? Mamalishe mpo? Leo sasa pochi inakwenda kujaa. Mwambie jirani yako pochi inakwenda kujaa. Sasa sio tutoe hizi hela mwende kwenye kicheni pati, hapana. Si ndio Mamalishe 1000 tulionao hapa ndani. Ofisi ya Kafiti Foundation itakwenda kugawa gesi bure leo. Hapo nje tuna gesi 1000. Mamalishe utaondoka na gesi yako mkononi, usiondoke bila gesi hapo. Lakini vile vile utaondoka na vazi la kupikia ili usichafue mboga na chakula. Awamu ya kwanza tunakwenda kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo 700. Kwa hiyo ndugu zangu, hapo mlipo wale watu 400 wa mamalishe, hela tayari iko kwenye akaunti. Angalia balance, ingia hapo sim banking, angalia balance. Ndugu zangu wajasiriamali wadogo 700, pesa iko benki tayari, angalia akaunti yako. Nimeshuhudia mamalishe na babalishe wamepewa mitungi 1000. Hiyo kwangu ni faraja sana, kwa sababu sisi mamalishe na babalishe tuna kauli yetu tunayosema vaa kishua, pika kishua, kuwa mamalishe na babalishe wa kishua. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha unapopikia nishati safi tayari umepika kishua, unapovaa apron, unapovaa sare safi unavaa kishua. Mjasiriamali yoyote, uwe mama uwe baba, unapokopa pesa hakikisha unarejesha kwa wakati, na pesa ya kukopa sio pesa yako, umeazimwa uzungushie na usijiingize kwenye vitu vingine, hakikisha unarejesha. Mwanamke imara ni yule ambaye anatumia fursa za benki. Mwanamke imara ni yule ambaye alikuja kujiunga na Kafiti Foundation ili kuchukua mkopo ambao atautumia vizuri, ajenge uchumi wake ulio bora kwa ajili yake yeye, familia yake, lakini ashiriki katika ujenzi wa uchumi wa nchi yake. Huyo ndio mwanamke imara.